nimekuja mtoto anaumwa. Akasema si huyo mtoto mwache afe kama mwenzake kulu alivyokufa, na yeye mwache afe. Ndio mimi namsikia kabisa mamangu kwamba mama hapa anajibiwa hiki na hiki, ila kumuelezea mama kwamba mama nipo hivi asiwezi. Ndivyo mama nilivyoona. Baada hapo akatoka kwenda kwa shangazi, kafika tena kule shangazi naye kamuamuliza hivyo hivyo. Mamangu amekubali kwenda kumpeleka hospitali huyu mtoto, akasema hapana, nikataka. Akasema kama ndugu amekataa na mimi basi sitaenda. Ndipo mama akaamua kupambana mwenyewe na kunipeleka kule hospitalini. Wanipeleka hospitalini pale, wakaniangalia wakamwambia, we mama, hivi wewe unaelewa unachokifanya? Huyu mtoto unapoteza muda, huyu mtoto alishakufa muda. Mimi wakati huo mbilizaji ninasikia kabisa kwamba mimi nilipo ni mzima. Mimi hapa nilipo mimi sijafa. Wanasemaje nimekufa. Lakini pia nikimwambia mamangu, mama mimi ni mzima. Yaani siwezi hata kunyanyua huu mkono wangu nikamwambia mama mimi ni mzima. Dada mimi ni mzima. Nilikuwa siwezi. Ndipo mama nasikia anawaambia, anasema mimi naomba dawa, nipe dawa ili ninyweshe mtoto. Akamwambia mama ni kitu ambacho hakiwezekani. Huyu mtoto tumekwambia amesha kufa. Ndipo mama akatoka akaenda kuchukua dawa pale. Akachukua ile dawa, akanyesha katio niisha badilika rangi kabisa usoni mwangu. Yaani ile rangi ya maiti kabisa, mtu amekufa, nimeshakuwa kijivu kabisa, nimepoa. Yule mama ndipo akachukua dawa na nipa nishang'ata na ulimi. Kwa dawa ile kwa nimesha sio ilikuwa inaingia mdomoni mwangu, ilikuwa inarudi. Ndipo naye akasema mama wewe nenda kaandae msiba nyumbani. Akasema mimi siwezi kwenda kuandaa msiba. Akasema mama si basi kama mtoe hapa na umpeleke hospitali nyingine tena kubwa kama hapo unaweza wewe uamini. Ndio akachukua akampeleka, nikaenda hospitali wakasema wakamwambia huyu mtoto ndivyo alivyokufa. Kwa hiyo nenda kaandae msiba. Wakati huo wanaongea, mimi nilikuwa siwezi kusema kwamba mama mimi sasa niko hai. Mama usihangaike kwenda kunibadilisha kunipeleka tena sehemu nyingine, mama usifanye hivyo. Nilikuwa siwezi. Wakati huo mama akachukua akapeleka mpaka pale, akanipokea akasema mama lazima usaini na ujue mtoto wako ana namba gani. Wao na taratibu za kuweka namba. Mama akatoka, wakaandika namba, wakanichukua, wakanihifadhi. Walinichoma sindano, cha kwanza ufanyaga wao anachoma sindano. Walifanya vipimo vyote kuona kisha wakajihakikishia kabisa mimi nimekufa. Kwa ndipo nilipochomwa ile sindano, wakanichukua na kunihifadhi sehemu ambayo zinahifadhiwa maiti, mochwari. Kitendo kile wananichukua na kuniweka pale, ndipo mawasiliano yalipokata. Sikuweza tena kusikia. Sikuweza tena kumsikia mamangu anachozungumza. Sikuweza tena kumsikia dadangu anapozungumza. Sikuweza tena kusikia kile manesi walichokuwa wanazungumza nikiwa hapo. Promova TV, a home of testimonies.